Baada ya mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kutamatika, Simba dhidi ya Mtibwa Sukari katika dimba la Jenerali Isamuhyo pale Mbweni, mchezo ambao umeibua hisia nyingi kweli kweli za mashabiki wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba na wadau wa soka nchini Tanzania. Wengi wanasema kwamba Simba imepoteza mvuto, Simba imepoteza ule ufalme wake wa nyika kuweza kufanya vizuri kweli kweli, na ile miamba mikubwa ya Simba huko nyuma ilikuwa ikiweza kuifanya vibaya kweli kweli. Ule ufalme wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba umetoweka kuto kuweza kupata ushindi mbele ya Mtibwa Sukari. Hii pia inatoa ishara kwamba Simba imepoteza kabisa mvuto. Sasa baada tu ya mchezo huo kutamatika katika dimba la Jenerali Isamuhyo pale Mbweni, mchezo ambao ulioibua hisia nyingi za watu baada ya Simba kutoka sare dhidi ya Mtibwa Sukari, sare ya goli 1-1. Goli la Simba ambalo lilofungwa na Kibisawala ama Elie Mpanzu kutoka pale nchini Kongo. Mchezo huo ulitamatika kwenye dimba la Jenerali Isamuhyo, lakini pia mwekezaji wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba amepost ama ametweet kwenye kurasa yake wa Twitter, huku akieleza kama yale yafuatayo. Ameeleza kwamba Simba, tunashukuru mchezo umemalizika kwa usalama, lakini pia tunashukuru kile ambacho tulichoweza kukipata baada ya mchezo dakika 90 kutamatika. Kilichotokea katika uwanja wa mashindano, hakuna hata mwana Simba mmoja aliyeweza kufurahishwa baada ya kupata matokeo hayo ya kutoka sare dhidi ya Mtibwa. Tuna safari ndefu huko mbeleni na tuna safari nzuri huko mbeleni, lakini tusipofanya maamuzi murwa hatutaweza kuifikia kesho yetu iliyokuwa leo. Mo Dewji ameeleza kwamba hisia zake baada tu ya kuguswa na baada ya matokeo ya Simba kutoka sare ya goli 1-1. Amemwambia kocha Steve Barker kwa maana kwamba kile kilichoonekana kwenye mchezo wa hii leo, basi wewe ipo haja ya kwenda kufanya maboresho ya kinifu wale wachezaji ambao husio wahitaji kuendelea kusalia kwenye viunga hivyo vya Wekundu Msimbazi Simba, basi utaratibu ufanyike mara moja. Mo Dewji ameeleza hivyo baada ya kutoa maagizo, huku akuto kufurahishwa na matokeo ambayo yeye aliyeweza kuyapata ama Simba walioweza kuyapata katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Mohamed Dewji ameeleza kwamba wachezaji wote wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, hivi sasa lawama zote zinaenda kwenu nyie. Mmepewa kila kitu, mmepewa kila aina ya vitu ili kuipa furaha ama kuwapa furaha mashabiki, lakini hilo limeonekana kuwa gumu kwenu nyie. Tunapoteza nafasi nyingi katika mchezo mmoja. Tunamiliki mpira sawa, lakini utengenezaji wa nafasi umekuwa ni finyu. Wachezaji wanakosa nafasi ndani ya box wenyewe kwa wenyewe. Hapa napo tumlaumu kocha. Wachezaji wanashindwa kutuliza nafasi ama wanashindwa kutuliza ubora katika eneo la kufanya maamuzi yaliyokuwa sahihi, na hapa napo tumlaumu kocha. Kama bodi ya wakurugenzi inafanya kila kitu kuweza kuwalipa mishahara, kuweza kuwalipa bonus na baadhi ya mahitaji mbalimbali za wachezaji hao, ili kuweza kufikishiwa pale ambapo panapohitajika kukamilishwa kwa baadhi ya mahitaji kwa wachezaji, hili nalo pia linahitaji mjadala. Mohamed Dewji amemaliza kwa kusema kwenye kurasa yake wa Twitter, ambao zamani ulikuwa ukifahamika mtandao wa Twitter, hivi sasa unafahamika mtandao wa X. Matokeo ambayo leo kila mwana Simba aliyoweza kuyapata ama tuliyoweza kuyapata, hakuna hata shabiki mmoja ambaye amefurahishwa baada ya matokeo ya hii leo. Mchezo uliopita tulicheza dhidi ya Azam, tumepoteza idadi ya magoli 2. Mchezo huu nao pia tunaenda kuangusha alama 2 dhidi ya Mtibwa Sukari.
Ratiba ya wekundu Msimbazi Simba ni ratiba ngumu kwelikweli. Baada ya mchezo wa hii leo wa ligi kuu Tanzania bara kucheza dhidi ya Mtibwa Sukari, wataianza safari Simba kuelekea kule nchini Tunisia kwenda kumkabili Esperance de Tunis katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mchezo ambao utaenda kupigwa Januari 24 kwenda kumkabili Esperance de Tunis, na baada ya mchezo huo Simba watarejea nchini Tanzania kuja kucheza dhidi ya Esperance de Tunis katika mchezo wa marudiano Januari 30. Baada ya mchezo huo Simba anatarajia kusafiri mpaka kule Singida kwenda kumkabili Singida Black Star michuano ya ligi kuu Tanzania bara. Baada ya mchezo wa Singida dhidi ya Simba, Simba naye pia atasafiri mpaka kule nchini Angola kwenda kumkabili Petro Atletico de Luanda. Ukijaribu kutazama ratiba iliyokuwa mbele ya Simba, si ratiba ya kubeza. Kama tumepoteza ama tumetoa sare dhidi ya Mtibwa, tunaweza kweli kufanya vizuri ama tunaweza kweli kupata matokeo katika ardhi ya pale nchini Tunisia? Swali linakuja kwamba inawezekana kwenye football lolote likatokea, lakini je, maandalizi, mipango mikakati, nini ambacho mlichokuwa mmeweza kujipanga? Matokeo haya kiukweli Mo Dewji yameweza kumgusa kweli kweli baada ya kuzungumza mambo mengi kweli kweli, huku pia Mohamed Dewji kutoa ruhusa kumwagiza kocha Steve Barker kile ambacho unachopaswa kukifanya kwenye kikosi cha Simba, basi wewe usirudi nyuma, endeleza kufanya kile ambacho kilichokuwa bora. Wachezaji ambao usio wahitaji, wachezaji ambao hawatoweza kuipigania klabu ya Simba ama nembo ya Simba, basi waondolewe haraka iwezekanavyo kwenye kikosi hiko cha Simba. Hakuna hata mchezaji mmoja ambaye anakosa stahiki zake zote. Hakuna hata mchezaji mmoja ambaye anayeweza kuidai klabu hiyo ya Simba. Kama bodi ya wakurugenzi inawapa kila kitu, kulipa mishahara na kulipa baadhi ya mahitaji, kwa nini Simba inashindwa kupata furaha ama inashindwa kuwapa furaha wana Simba? Mohamed Dewji ambaye ni rais wa heshima, pia ni mwekezaji wa klabu hiyo ya Simba, amemaliza kwa kusema kwamba anawaomba sana kipindi hiki kigumu mashabiki wa Simba wasiache klabu yao ya Simba katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Mohamed Dewji ameeleza kwamba wachezaji wote wa klabu ya wekundu Msimbazi Simba hivi sasa lawama zote zinaenda kwenu nyie. Mmepewa kila kitu, mmepewa kila aina ya vitu ili kuipa furaha ama kuwapa furaha mashabiki, lakini hilo limeonekana kuwa gumu kwenu nyie. Tunapoteza nafasi nyingi katika mchezo mmoja. Tunamiliki mpira sawa, lakini utengenezaji wa nafasi umekuwa ni finyu. Wachezaji wanakosa nafasi ndani ya box wenyewe kwa wenyewe. Hapa napo tumlaumu kocha. Wachezaji wanashindwa kutuliza nafasi ama wanashindwa kutuliza ubora katika eneo la kufanya maamuzi yaliyokuwa sahihi, na hapa napo tumlaumu kocha. Kama bodi ya wakurugenzi inafanya kila kitu kuweza kuwalipa mishahara, kuweza kuwalipa bonus na baadhi ya mahitaji mbalimbali za wachezaji hao, ili kuweza kufikishiwa pale ambapo panapohitajika kukamilishwa kwa baadhi ya mahitaji kwa wachezaji, hili nalo pia linahitaji mjadala. Mohamed Dewji amemaliza kwa kusema kwenye kurasa yake wa Twitter, ambao zamani ulikuwa ukifahamika mtandao wa Twitter, hivi sasa unafahamika mtandao wa X. Matokeo ambayo leo kila mwana Simba aliyeweza kuyapata ama tuliyoweza kuyapata, hakuna hata shabiki mmoja ambaye amefurahishwa baada ya matokeo ya hii leo. Mchezo uliopita tulicheza dhidi ya Azam, tumepoteza idadi ya magoli 2. Mchezo huu nao pia tunaenda kuangusha alama 2 dhidi ya Mtibwa Sukari. Ratiba ya wekundu Msimbazi Simba ni ratiba ngumu kwelikweli. Baada ya mchezo wa hii leo wa ligi kuu Tanzania bara kucheza dhidi ya Mtibwa Sukari, wataianza safari Simba kuelekea kule nchini Tunisia kwenda kumkabili Esperance de Tunis
katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo ambao utaenda kupigwa Januari 24 kwenda kumkabili Esperance de Tunis, na baada ya mchezo huo Simba watarejea nchini Tanzania kuja kucheza dhidi ya Esperance de Tunis katika mchezo wa marudiano Januari 30. Baada ya mchezo huo Simba anatarajia kusafiri mpaka kule Singida kwenda kumkabili Singida Black Star, michuano ya ligi kuu Tanzania bara. Baada ya mchezo wa Singida dhidi ya Simba, Simba naye pia atasafiri mpaka kule nchini Angola kwenda kumkabili Petro Atletico de Luanda. Ukijaribu kutazama ratiba iliyokuwa mbele ya Simba, si ratiba ya kubeza. Kama tumepoteza ama tumetoa sare dhidi ya Mtibwa, tunaweza kweli kufanya vizuri ama tunaweza kweli kupata matokeo katika ardhi ya pale nchini Tunisia? Swali linakuja kwamba inawezekana kwenye football lolote likatokea, lakini je, maandalizi, mipango mikakati, nini ambacho mlichokuwa mmeweza kujipanga? Matokeo haya kiukweli Mo Dewji yameweza kumgusa kweli kweli, baada ya kuzungumza mambo mengi kweli kweli, huku pia Mohamed Dewji kutoa ruhusa kumwagiza kocha Steve Barker kile ambacho unachopaswa kukifanya kwenye kikosi cha Simba, basi wewe usirudi nyuma, endeleza kufanya kile ambacho kilichokuwa bora. Wachezaji ambao usio wahitaji, wachezaji ambao hawatoweza kuipigania klabu ya Simba ama nembo ya Simba, basi waondolewe haraka iwezekanavyo kwenye kikosi hiko cha Simba. Hakuna hata mchezaji mmoja ambaye anakosa stahiki zake zote. Hakuna hata mchezaji mmoja ambaye anayeweza kuidai klabu hiyo ya Simba. Kama bodi ya wakurugenzi inawapa kila kitu, kulipa mishahara na kulipa baadhi ya mahitaji, kwa nini Simba inashindwa kupata furaha ama inashindwa kuwapa furaha wana Simba? Mohamed Dewji ambaye ni rais wa heshima, pia ni mwekezaji wa klabu hiyo ya Simba, amemaliza kwa kusema kwamba anawaomba sana kipindi hiki kigumu mashabiki wa Simba wasiache klabu yao ya Simba, waendelee kuipenda, waendelee kuipa mshikamano, waendelee kuipa sapoti pale ambapo Simba inapocheza, basi mashabiki waendelee kuja uwanjani. Lakini hili ambalo linaloonekana hii leo, pale ambapo wanapokosea wachezaji, kama viongozi hatupaswi kukaa kimya, hatufurahishwi na matokeo ambayo Simba walioweza kuyapata. Tumecheza mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Mtibwa Sukari. Mtibwa sawa ni timu nzuri, Mtibwa sawa ni timu ambayo iliyokuwa mipango mikakati mbele yetu, lakini ukijaribu kiuwekezaji, ukijaribu kutazama ubora uwekezaji pamoja na mambo kadha wa kadha, Simba na Mtibwa imekuwa kama mbingu na ardhi. Simba bajeti yake ni kubwa, ndani ya msimu mmoja, ndani ya misimu mitano, ndani ya misimu 10, Simba imekuwa klabu bora barani Afrika. Leo tunatoa sare dhidi ya Mtibwa Sukari, mchezo unaofuata dhidi ya Esperance de Tunis katika ardhi ya mji wa Tunis. Matokeo yatakuwaje? Mchezo wa hii leo ni kama vile Simba imepoteza katika hali ambao ilipaswa kuweza kupata matokeo mazuri. Kama mchezo uliopita dhidi ya Azam, tumeweza kupoteza mchezo huo, kupoteza idadi ya magoli mawili. Leo ilikuwa ni siku nzuri ya kurudisha furaha kwa wanasimba, kurudisha imani kwa wanasimba. Wale wachezaji ambao waliokuwa wameandikiwa barua ama waliokuwa wakitarajiwa kuondolewa kwa mkopo, basi zoezi hilo lifanyike haraka iwezekanavyo, wachezaji hao kuondolewa kwa mkopo, ili kuwapisha wale wachezaji ambao waliokuwa wamesajiliwa. Yale maeneo mbalimbali kocha Steve Barker aliyokuwa akiyahitaji kwenda kuyafanyia maboresho, basi maeneo hayo yaweze kufanyika haraka iwezekanavyo, ili mashabiki wa Simba waendelee kupata furaha, waendelee kuwa na imani na klabu yao ya Wekundu Msimbazi Simba. Mwisho wa kunukuu. Hili ni moja kati ya andiko ambalo Mohamed Dewji ameweza kuliandika, andiko ambalo huwezi kuamini pale ambapo ulipokuwa ukilisoma andiko hilo, chozi likiendelea kububujika.
moyo wa kila mwana Simba ukiendelea kuvuja damu, moyo wa kila mwana Simba ukiendelea kulia kadri siku zinavyozidi kuongezeka. Furaha, imani na matamanio kwa wanasimba inaendelea kupotea. Ile nuru, ujemedari kwa upande wa mashabiki wa Simba, ule uhodari wa mashabiki wa Simba uko wapi sasa? Ni kama vile ufalme wa wekundu Msimbazi, Simba mnyama, unazidi kudidimia. Leo ametoa sare dhidi ya Mtibwa Sukari. Ni kipigo ambacho wengi mashabiki wa Simba wameendelea kulalamika. Moja kati ya nukuu ambayo nikijaribu kuinukuu kutoka kwa mchambuzi bora nchini Tanzania, jina lake nimelihifadhi. Anasema kwamba Simba imekosa wachezaji wapambanaji, Simba imekosa wachezaji wabunifu, Simba imekosa wachezaji waliokuwa na kipawa cha ubora ama kuwa na kipaji cha ubora zaidi. Simba imekuwa na ujawa na wachezaji waliokuwa na mfanano. Huyu mchezaji anafanana na huyu, huyu mchezaji anafanana na huyu. Hakuna hata mchezaji mmoja ambaye pia aliyeweza kuingia kipindi cha pili na kwenda kuipa nafasi Simba ama kurudisha imani kwa wanasimba. Hilo ni moja kati ya andiko la mchambuzi wa soka nchini Tanzania, akiendeleza kusema kwamba misimu kadhaa kile kikosi cha miaka 5 iliyopita ama miaka 6 iliyopita cha Simba huko nyuma, wachezaji wote waliokuwepo hivi sasa kwenye kikosi cha Simba, hakuna hata mchezaji mmoja ambaye atakayeweza kupata nafasi ya kuingia kwenye kile kikosi cha Simba cha miaka 6 iliyopita.